kabisa tunamtarajia katika juzuu ya 8 kwa sababu ndio juzuu ambayo inashindaniwa zaidi. Mshindi yule atapata shilingi milioni 1. Shilingi milioni 1 taslimu kwa mtu ambaye amehifadhi juzuu 8 na akazisoma kwa ustadi mzuri na vitu vyote ambavyo vinahitajika kutokana na vigezo vya masharti vya majaji wetu watakavyokuja navyo. Lakini mshindi wa chini kabisa ataondoka na kitita cha shilingi 100,000. Huyo ndo wa chini kabisa katika juzuu zote. Kwa kawaida wanahitajika washindi wangapi? Kwanza ni rejea kwenye swali ambalo umemuuliza Yasini. Kwa wanawake na kwenye kuna zawadi. Na kila juzuu ya kwanza ina washindi 3, juzuu ya pili ina washindi 3. Na mshindi wa kwanza kwenye juzuu ya kwanza kwa wanawake ataondoka na kitita cha shilingi 600,000 taslim fedha ya Kitanzania. Wa pili atapata zawadi ya shilingi 500,000 na wa tatu atapata zawadi ya shilingi 400,000. Hiyo ni juzuu ya pili. Lakini juzuu ya kwanza wa kwanza atapata zawadi ya shilingi 300,000, wa pili shilingi 200,000 na wa tatu shilingi 100,000. Sasa kama alivyosema ndugu yangu Yasini hapa, mwenyekiti wa vijana wa Kiislamu, wakina mama wana kundi lao. Na vijana wa Kiislamu kwa maana wanafunzi wa madrasa na wenyewe wana kundi lao. Kwa hiyo kila juzuu inayoshindaniwa, juzuu ya kwanza, juzuu ya pili, juzuu ya 3, juzuu ya 6, juzuu ya 7 na juzuu ya 8, zote zina washindi 3 na zinatofautiana kulingana na ukubwa maweight. Maana yake haiwezekani mshindi wa juzuu ya kwanza kalingana na mshindi wa juzuu 8. Kwa hiyo kama alivyosema juzuu 8 ndio target kubwa ya mashindano kwa vijana wa madrasa, ambapo mshindi wa kwanza atapata kitita cha shilingi milioni 1 taslim fedha ya Kitanzania. Wa pili atakuwa na shilingi 800,000 na wa tatu 600,000 na 50,000. Sasa natamani kufahamu pia kwamba zoezi hili litaanza saa ngapi na kutamatika saa ngapi, na baada ya hapo kutakuwa na nini hasa? Karibu. Zoezi litaanza mapema asubuhi. Kama wasemavyo Waswahili, siku njema huonekana asubuhi. Kwa zoezi litaanza asubuhi. Na kwa kipindi hiki tumeamua kuyaweka mashindano haya kwa pamoja. Mwaka jana tulitofautisha, wanawake walifanya siku yao na wanafunzi wa madrasa wakafanya siku iliyofuatia. Lakini kwa mwaka huu kulingana na msongamano wa ratiba na ratiba za wageni ambao tumewaalika, ukizingatia siku ya mwanzo ambayo itakuwa ni Jumamosi, kutakuwa kuna tukio kubwa la kumpongeza na kushukuru jitihada za serikali ya awamu ya 6 ya Mama Samia Suluhu Hassan kwa kipindi chake cha uongozi uliotukuka wa miaka 4. Baada ya siku hiyo ya kwanza ndo tunakwenda sasa kwenye mashindano ya Qur'an. Na hapa naomba hili niliweke sawa sawa na watazamaji, wasikilizaji wetu waweze kunipata kwa uzuri. Kwa nini tunaanza kushiriki kwenye tukio kubwa la kupongeza jitihada na juhudi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Tunaona vitu ambavyo amevifanya, lakini kamati za amani za mikoa zimeundwa kwenye kipindi chake. Na huwezi ukafanya jambo lolote bila kuwa na dua maalumu, ibada nzuri ambayo inaweza kufanya jambo liweze kuwa sawa sawa. Kwa hiyo tunaanza kushukuru. Tukimaliza kushukuru tumwombee dua. Dua ni Qur'ani. Qur'ani ndo kila kitu kimejikita pale. Uwe una jambo lako lolote ukisoma Qur'ani ni tiba. Kwa hiyo tunaanza Jumamosi. Na hapa nitumie fursa hii kuwakaribisheni nyote ambao mnanisikiliza. Tuanze Jumamosi, tushiriki tukio kubwa la kumpongeza rais wetu kwa kazi nzuri alizozifanya kwa kipindi cha miaka 4. Tukimaliza hapo, kazi zege alilali, Jumapili tunaingia kwenye mashindano ya Qur'an. Na kwenyewe tunakwenda kupiga pale pale kuhakikisha kwamba umma unajua, hasa mkoa wetu wa Simiyu na wakazi wa Bariadi, kuna mashindano ya Qur'ani, na mashindano hayo ni bure kuangalia na kusikiliza. Watu waje kwa wingi wasikilize mashindano. Tutaanza asubuhi
mpaka saa 12 jioni. Yani mpaka huo muda wa kufutari sisi tuko pale. Na kwa bahati nzuri futari iko pale pale uwanja wa CCM. Na tunahitaji watu waje wafuturu na sisi Waislamu tuliofunga ili tuweze kushiriki nao kwa pamoja, kwa sababu kwenye swala la chakula huwa hakuna udini. Kwenye swala la chakula hakuna udini, na futari tunafutari wote, huo umefunga hujafunga, wewe njoo tufutari pamoja. Kwa hiyo tutaanza saa 1 asubuhi. Tunaanza na mashindano ya kina mama. Mashindano ya kina mama kitamatika, tunakwenda kwenye jambo lingine kubwa la mashindano ya vijana wa madrasa, ambalo hatuwezi kujua muda wake kwa sababu ni mpaka pale wakina mama watakapokuwa wamemaliza. Wakimaliza saa 4 saa 5 zega lilali, tunaanza tena na mashindano ya vijana wa madrasa. Kwa hiyo muhimu na kubwa watu wahudhurie mashindano haya kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 12 jioni, muda wa kufutari. Tukimaliza kufutari tutakuwa kuna neno la mgeni rasmi, kuna shukrani kwa mkuu wa mkoa kama ambavyo tunajua. Futari hii imeandaliwa mahususi kabisa kwa Waislamu wote waliofunga, wakazi wa mkoa wa Simiyu, wa Bariadi na nje ya mkoa wa Simiyu, kwa mwenye kufika. Na ndugu yetu, kaka yetu, mheshimiwa mkuu wa mkoa Comrade Labani Kenani kiongozi, ndiye ametoa futari hii kwa Waislamu wote, zaidi ya watu 3000. Tunaweza tukaona sasa namna ambavyo hata viongozi wa serikali wanaunga jitihada dini mbalimbali. Hatuna udini wa kusema huyu kwa sababu Kenani yeye ni Mkristo basi Waislamu hayuko upande wao. Yeye ndio katoa futari ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu 3000 kuja kufuturu siku ya Jumapili. Kwa hiyo niwakaribishe nyote wote mnaonisikiliza hasa kupitia kipindi hiki cha Bariadi FM siku ya Jumapili. Yani wewe jambo lako njoo umalizane nalo pale kuanzia asubuhi mpaka saa 12 jioni. Yani unarudi nyumbani ukiwa umefutari. Kutoka hapo unaenda kuswali tarawehe kwa ajili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Naam. Kurudisha nyuma kidogo, ulizungumza kwamba mashindano yanahusisha Waislamu, lakini kusikiliza neno la Mungu hata asiyekuwa Muislamu anaruhusiwa kufika. Japokuwa hapo sasa kunaweza kuwa kuna mkanganyiko kidogo. Kwa maana Qur'ani ni Kiarabu na pale hakutakuwa na tafsiri ya Kiswahili. Kwa hiyo msikilizaji tu anipate uzuri. Pale ni Kiarabu kwa kwenda mbele. Ndio maana tunaangalia namna ya kuhifadhi Qur'ani. Qur'ani imeandikwa kwa Kiarabu. Kwa hiyo mashindano yatakuwa yanawasilishwa kwa lugha ya Kiarabu kama Qur'ani na mwongozo wetu wa dini ya Kiislamu unavyotutaka. Sasa hili halimzuii mtu asiyejua Kiarabu ama asiyesikia Kiarabu au asiyejua Qur'ani kuja kufika na kuangalia, kwa sababu hata kwa Waislamu si Waislamu wote wanaojua Qur'ani na si Waislamu wote wanaojua Kiarabu na si Waislamu wote wanaosikia Kiarabu. Wapo Waislamu hata Kiarabu hawakisikii wala hawakijui, kwa sababu kwanza si lugha yetu. Kile ni kitabu kitukufu cha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo yeyote yule ambaye anawiwa kuja, tunamkaribisha kuja kusikiliza maneno matukufu ya Mwenyezi Mungu. Na huwa kuna utamu wake, hasa ukisikiliza vijana wanasoma Qur'ani. Kuna raha yake. Kwa hiyo watu wavutike tu kuja, watapata radha nzuri ya Qur'ani kwa sauti nzuri. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia isomeni Qur'ani kwa malingo, sauti nzuri zenye kupendeza. Kwa hiyo watu wakifika pale watasikia maghani yale ambayo unayasikia watu wakiyasoma Qur'ani kwa madoido na kwa malingo, na kutakuwa kuna Qur'ani tukufu zitakazoletwa na wataalamu waliobobea kwenye usomaji wa Qur'ani. Kwa hiyo hili ni waondoe wasiwasi. Kama wewe una nafasi, una muda, tujumuike pamoja, njoo usikilize Qur'an. Naam.